Crazy Rocket, now available on PMBet. Bado tupo katika mitaa jiji la Durban. Nataka niingie moja ya sehemu za utafutaji wa riziki. Najua nitapata walau hata shabiki moja wa mnyama. Tuzungumze naye kuhusiana na mchezo kati ya Simba dhidi ya Stellenbosch. Mimi naitwa Somba, karibu. Hii ni PMTV. Nyuma ya kamera naitwa Manindimbo. Njoo, PMBet wao wanatupa nguvu ya kupita katika maeneo mbalimbali kwa ajili ya kuweza kuzungumza na raia mbalimbali. Bwana, ndugu zanguni, nataka tuzungumze wao kidogo ili tuweze kupata mawili matatu kuhusiana na mnyama. Mambo vipi? Mambo sawa. Salama? Yes, sawa. Poa poa. Salama poa. Fresh kabisa. Fresh. Naona ako na nyekundu. Mambo vipi kaka? Fresh. Uko vizuri? Na safi. Maisha ya hapa BA. Kila kitu kipo BA. Bwana, hii ni saluni ya kike ya kiume? Hii kwa ajili ya wanadada au wanaume? Wote wanaume na wanawake wote tunakata. Nipe tano. Safi. Bwana mtaalamu vipi? Shwari, mambo vizuri? Fresh. Bwana, tukae kwanza tupige story. Tukae kidogo tupige story. Unajua nimeambiwa bwana hapa ni kwa ajili ya watu wote. Sasa wanawake, wanaume wanakuja kupata huduma. Bwana, huyu ni ndugu yangu na yeye pia ni Mtanzania ambaye yuko hapa kwa ajili ya kuisupport Simba. Mambo vipi? Fresh na kwa. Uko vizuri? Niko poa. Ngoja hapa sikupati vizuri, umepiga mawani. Sikupati vizuri. Bwana, wewe anakuita nani? Mimi naitwa Mutesa One. Mutesa One. Bwana Mutesa, niambie namna ambavyo huu mchezo ulivyopokelewa hapa nchini Afrika Kusini baina ya Simba na Stellenbosch. Huu mchezo kwa kweli una shangwe zote. Umepokelewa kwa faraja zote, kwa wapenzi wa soka, hapa Durban. Kwa ujumla wote tuko pamoja kwa hili. Lakini pia niambie namna ambavyo raia wa hapa wanaizungumzia hii mechi, namna ambavyo wanaizungumzia Simba. Simba wanaikubali kwa hiyo. Simba wanaikubali wa South Africa, yani kwa asilimia kubwa wanaijua Simba. Kwa hiyo tutegemee tu mchezo mzuri leo na tutegemee ushindi wa Simba. Nimezungumza na watu mbalimbali, wanasema hii ni timu changa, sio timu kongwe kwamba imeanzishwa miaka mingi, si ndivyo? Lakini wana kikosi cha wachezaji ambao kidogo umri wao ni mdogo, yani vijana, si ndivyo? Je, kuwa na kikosi cha wachezaji wenye umri mdogo inaweza ikawa ni faida kwao mbele ya Simba ambayo ina uzoefu katika michuano ya kimataifa? Kwa mpira swala hilo bwana, mimi naamini sana quality. Unajua katika timu kama timu, unajua siku zote unavyoenda uangalie sana quality. Hamna timu ndogo katika mpira. Simba kama Simba twende kwa discipline. Umeona? Discipline ndio inayotakiwa ya mchezo. Kumheshimu mpinzani, hakuna kingine. Na endapo usipomheshimu yanaweza yakakukuta yatakukuta. Na huu mchezo kiingilio ni randi 30. Kwa unavyoona wewe ni kiingilio rafiki kwa watu wanaoishi hapa? Kiingilio rafiki. Na ukichange ni kama shilingi 4,000 vya nyumbani, si ndio? Ni kweli. Sawa, kwa kumalizia niambie maisha ya hapa, namna wa Tanzania hapa nyewe mnaishi vipi kiujamaa? Kila mtu yuko na mambo yake ama la? Tunaishi kiujamaa lakini kila mtu ana mipango yake. Na pilika ziko nyingi. Bwana, shukrani sana. Hapa ni saluni. Hapa ni saluni na kama unavyoona huku kwa ajili ya wanaume, lakini upande huku kwa ajili ya wanadada. Mimi nataka rasta, nataka nini si na nini. Unakuja huku saluni kila kitu unapata, si ndivyo? Wakina dada walioko Tanzania, tambueni kwamba huku pia shughuli zinafanyika kama nyumbani. Unaona huku unasetiwa vizuri, feni iko hapa, una mtoto analialia unamweka hapa, anabembelezwa vizuri. Lakini pia nimependa hapa kuna shughuli pia za ushonaji. Yaani hapa watu wanatafuta hela, watu wako bize. Unataka kushona, unataka kufanya kitu chochote, pia fundi yuko hapa. Kama wewe ni mwanaume unataka kunyoa pia vinyozi tena wako hapa. Hii ni katika kuhakikisha kwamba popote pale binadamu walipo basi shughuli za ufanyaji kazi na utafutaji pesa zipo. Vipi mwanangu? Poa, niaje baba? Kama kawaida? Kama. Anakuita nani? Mudi Mnyama. Mnyama mwenzako leo anacheza. Hebu zungumza na Watanzania waliokuwepo Bongo. Watanzania kwanza walioko Bongo kubwa tuombee. Tuliokuwepo Durban hapa tutapambana si kama shabiki au kama mchezaji wa 12 uwanjani. Ila walioko Bongo wao ni dua tu, watuombee dua tu. Unajua tena ukiwa ugenini kuna mambo mengi. Ila mpira utapigwa. Ila vile waelewe kuwa hii nusu finali sio mechi rahisi. Kwa hiyo yote inaweza katokea. Nusu finali sio mechi rahisi. Sio rahisi hata kidogo. Kutokuwa rahisi kuna bebwa na kitu gani? Okay.
hatua mpaka mtu anafika nusu finali kacheza hatua nyingi. From group stage akaja quarter final tena kamtoa mpinzani ambaye ashakuwa bingwa wa michuano hii. Ni ngumu. Kwa hiyo nusu finali inaitwa na ugumu huo. Haiangaliwi uchanga wa jina la timu. Inaangaliwa compactness ya timu yenyewe, timu yenyewe imejijenga vipi. Ni ndogo, imeanzwa karibu 2016, lakini tactically wako vizuri. Unaelewa? Kwa hiyo ndio maana nusu finali nasema mimi nusu finali ni ngumu. Siku zote michuano timu ikishafika kwenye semi-finals, final, quarter final inakuwa ni hatua ngumu. Nani mwenye pressure katika huu mchezo? Stellenbosch au Simba? Actually Stellenbosch wanakuwa na pressure kubwa tayari kwa kuwa Simba 75% kwenye hatua hii huaga hakuna ushindi mkubwa sana. Mtu anaongoza goli moja, yeye ataingia kwanza atafute goli. Katika huenda anaingia atafute goli, anaweza akaachia Simba akapata goli, mechi ikawa ngumu kwake. Au akapata goli moja, mechi ikawa iko sawa. Ikaanza tena mechi kuwa ngumu kwa pande zote mbili. Shukrani sana. Asante sana. Bwana Mudi Mnyama amemaliza hivyo kuhusiana na kile ambacho amekisema. Mimi naitwa Somba, nguvu inatoka PMBet. Hii ni PMTV, nyuma ya kamera Ndimbo.